Siku hii ya leo kama nchi ya Kenya tuko katika hali ya mourning kwa sababu ya kumpoteza former Prime Minister Raila Amolo Odinga, na kwa sababu hiyo tumeungana pamoja kama taifa kwa mwito wa rais wetu William Samoei Ruto ya kwamba kila mtu ambaye ni public servant, ambaye ni kiongozi, pamoja na yeye mwenyewe tukaweza kuahirisha all functions, public functions. Na sisi kama Kisiwa National Polytechnic ambao tulikuwa tumekusudia na tulikuwa tushajipanga kufanya graduation yetu, hata wanafunzi wengine walikuwa shafika, lakini katika hali ya umoja na wenzetu katika taifa tumeweza kuahirisha mpango wetu wa kuwa na graduation yetu ya kwanza kama National Polytechnic. Na hivyo tunasikitika kuwatangazieni wote wahusika wakiwemo graduates pamoja na wazazi ya kwamba sio kwa mapenzi yetu bali ni kwa sababu ya hali jinsi ilivyo tumelazimika kuahirisha mpango wa graduation yetu, na kwa wakati unaofaa tutawatangazia tena siku ambayo graduation hiyo itaweza kufanyika. Lile ningependa kusema ni kwamba miongoni mwa wageni ama wageni mashuhuri ambao tulikuwa tumealika ilikuwemo rais wetu President William Samoei Ruto pamoja na wageni wengine mashuhuri, lakini mmesikia vizuri kila mtu jinsi rais amesema ya kwamba ameahirisha his personal state functions ama public functions, akatuomba sote tuungane pamoja na yeye kwamba kama public servants tukaweze kuahirisha zetu pamoja na zile ambazo yeye mwenyewe alikuwa amepanga. Kwa hivyo katika hayo tunaomba radhi. Hafla hii ilikuwa iwe na wanafunzi 2457 kwa ujumla, na hivi leo jioni nafikiri walikuwa wamekuja kiasi kikubwa, lakini tumesemezana na wao, tumekubaliana na pia wao wamekubali kwamba ni vyema wakaweze kuungana na Wakenya wengine katika hali ya kuomboleza baba Raila Amolo Odinga. Ni statesman, yeye ni mtu mmoja kati ya wachache sana katika taifa la katika continent ya Afrika ambao wamesimamia kupigania haki za raia. Kama yeye nafikiri amepigania haki sio tu za wana Kenya ama wananchi wa Kenya bali za Afrika nzima na za Mwafrika, the black man, the whole world. In Kenya Raila anajulikana kwa mambo ya constitution. Alikuwa mstari wa mbele kupigania mambo ya kubadilisha katiba ya Kenya na alifanya campaign ya kutosha. La zaidi, baba ndiye amekuwa kiongozi wa opposition for a very long time, na yeye ndio huwa ni kama anapeana kielelezo kwa mambo ya siasa katika taifa hili. Kule anasema taifa liende, huko ndio litaenda. Na ndio maana wakati aliingia katika umoja na serikali tumepata amani. Kwa hivyo pia baba tunaweza kumkumbuka kwa sababu ya kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika taifa, na amekuwa mtu ambaye ni wa huruma pia. Mwaka wa 2007 2008 wakati wa post election violence, nakumbuka ya kwamba wakati watu walikuwa wanaendelea kupigana, baba alionekana kwenye runinga akilia machozi, na alikuwa analia kwa sababu ya watu kuaga, na kwa sababu ya hiyo akakubali nusu mkate ili kwamba serikali iweze kuundwa na wananchi wa Kenya wapata amani. Kwa hivyo baba ni mtu ambaye hata kama ametuacha atakumbukwa kwa miaka mingi ijayo na vizazi vingi vijavyo kwa mambo mengi mema ambayo amefanyia taifa la Kenya.